mbalimbali hapa nchini. Mtazamaji, nikukaribishe kwenye taarifa ambazo tumekuandalia hii leo, na tukiendelea na taarifa zetu baada ya taarifa hizo ambazo zimekujia kwa njia mubashara kutoka katika afisi kuu za tume ya IEBC. Taarifa nyingine ni kwamba licha ya pikipiki kuwa sehemu kuu ya uchumi hapa nchini na vile chanzo cha riziki kwa wengi, hasa maelfu ya vijana ambao hawana ajira, ajali za pikipiki hapa nchini zimeongezeka kwa kiwango kikubwa, wengi wakipoteza maisha yao huku maelfu wakiachwa na ulemavu. Simulizi ya waathiriwa hawa wawili inawakilisha maelfu ya watu ambao wameachwa na majeraha tofauti kutokana na ajali za pikipiki, anavyoripoti mwanahabari Catherine Emuraget. Ripoti iliyotolewa siku ya Jumatatu wiki hii na Mamlaka ya Kitaifa ya Usafiri na Usalama Barabarani hapa nchini NTSA inaonyesha kuwa kati ya watu 1400 ambao wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani, watu 1085 ni waendeshaji wa pikipiki. Maelfu ya waendeshaji pikipiki nchini wanaendelea kupambana na hali ngumu ya maisha baada ya kunusurika kifo kufuatia ajali walizopata. Wanaobebesha mzigo zaidi ni watoto na walezi ambao maisha yao hubadilika ndani ya sekunde chache tu. George Egesa mwenye umri wa miaka 30, aliyekuwa mwendeshaji wa pikipiki mtaa wa Makongeni mjini Thika, anasimulia jinsi maisha yake yalivyobadilika mnamo Januari 13 mwaka 2025. Egesa anasimulia jinsi alivyogongwa na tuktuk lililokuwa likiendeshwa kwa kasi baada ya kumshusha abiria, na dereva katoroka kimwacha kipigania maisha yake. Wasamaria wema walimkimbiza katika hospitali ya Thika Level 5 ambako alitibiwa majeraha mabaya ya uti wa mgongo na kichwa. Nilikuwa nimetoka asubuhi kwa nyumba nikienda kwa barabara kwa hali ya kutafuta. Nikapata customer wa kwanza, huwa naambiwa nilimpeleka Orange House karibu na Gresta University. Nilipokuwa nikirudi nikifika Delta ndio nilipata accident. Leo hii Egesa amelazimika kurejea barabarani, japo maumivu ya mgongo bado hayajapona. Na licha ya kurejea barabarani, kazi si rahisi tena kama ilivyokuwa hapo awali. Siwezi beba kukiwa na baridi na siwezi beba muda mrefu. Juu nikijikaza mwili inakatana nilale chini. Paul Kimani Ngugi naye ana ushuhuda tofauti lakini wenye uchungu sawia. Ngugi alipoteza mguu wake wa kulia katika ajali ya barabarani, hali iliyomlazimu kuunganishiwa kiungo bandia. Na shida yangu ya kukatwa mguu nilikuwa sikushughulikiwa wakati ambao niliingia kwa hospitali. Juu nilikaa kama wiki 2 ambazo sikuwa nahudumiwa tu, napewa tu painkiller 2. Anachakarika katika karakana yake ili kukimu familia yake. Wakati nikatwa mguu na ikarudishwa, sasa niliona sasa hakuna njia nyingine ambayo naweza nikatumia. Juu riziki yangu yote ilikuwa inatoka kwa kazi. Daktari Daniel Somba, mtaalamu mkuu wa tiba ya mionzi katika kituo cha MIC mjini Thika, anasema ajali za pikipiki zimefikia viwango vya kutisha katika eneo hilo. The number of patients we see from accidents, 90% are from motorcycle. In a day, we likely to see about 15 to 20. Catherine Emuraget, KTN.